Tulichokuja kukagua hapa, cha kwanza ni kuhusu ukubwa wa eneo kwa mujibu wa taratibu na sheria za TASAC, na tumeona kwamba Kilimanjaro ICD ina eneo kubwa la kupaki magari, kuweza kuweka makontena, ina eneo la loose cargo pamoja na maeneo mengine, na very soon itakuwa connected pia kwenye mnyororo wa thamani wa reli ambayo tumeiona pale nje. Lakini jambo la pili, hii zege tunayoiona hapa, kipimo cha kwanza kwamba hapa chini pamejengwa kwa ubora ni pale ambapo hizi mashine zinanyanyua makontena, zinapeleka karibu makontena 5 juu. Hii ni kumaanisha kwamba hapa chini kimewekwa kitu ambacho ni cha kudumu na ni kizuri. Nimeambiwa thamani ya hapa chini tu, ukiachana vitu vingine vyote, ni zaidi ya bilioni 15. Maana yake ni kwamba kitu kilichowekwa hapa, unaiona commitment, unaona seriousness ya uwekezaji ambao ndio tunautaka katika taifa letu. Nikiwa napita hii barabara ya hapa nje, mara nyingi wanakuta kuna malori mengi. Nampigia SACP Mlilo, na wapigia watu wa Busalama barabarani kwamba kwa nini barabara hizi zifungwe. Sasa tukiiga mfano huu wa kuwa na bandari kavu yenye vifaa, yenye maeneo ya kuweza kuegesha magari wakati akishughulikia taratibu zingine za kutoka ama kuingia, huu ndio uwekezaji tunaoutaka na ndio uwekezaji tunaopenda watu wengi waweze kuiga. Bandari yetu ya Dar es Salaam kwa nini leo inapata mizigo mingi? Moja ni usalama wa taifa la Tanzania. Leo hii magari ambayo yanatoka Kongo yamebeba kopa kama yako 200, possibility ya kufika magari yote 200 kwenye bandari zetu kavu ili yaweze kusafirisha mizigo yake ni kubwa sana, pengine kuliko magari 200 yanayopeleka mizigo ya kopa kwenye bandari zingine. Hicho ni kiashiria cha kwanza kwamba bandari yetu ina usalama na kwa mantikio lazima ipate mizigo. Lakini jambo jingine, hii barabara tunayoona leo ya Mandela Road, tangu zamani hii ilikuwa inaitwa ni port access. Sasa leo nitoe tena maagizo kwa wenzangu wa TANROADS ambao wako hapa kwenye level ya mkoa kwamba hapa kuna wizara hapa juu, lakini ni kwamba ninyi wenzangu wa TANROADS na TARURA ni muda mwafaka wa kuangalia possibility ya kuwa na barabara za mzunguko zaidi, na proposal hiyo itokee mkoani iende kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi ili na yeye aweze kuendeleza sasa pale ambapo inafaa kupeleka tena kwenye mamlaka zingine. Hapa kwa uwekezaji huu ambao umefanyika, tunatarajia taifa lipate kodi. Kwa hiyo niwaombe watu wa TRA ambao mko hapa, na niwaombe pia wenzangu wa Kilimanjaro, ninyi mkikwepa kodi, taifa litapata kodi. Ninyi mkikwepa kodi, taifa litaajiri watu. Kwa hiyo niwaombe muwe mabalozi wazuri wa kuhakikisha kwamba kodi inalipwa ili taifa la Tanzania liweze kupata maendeleo mengine kwa kodi ambazo mnazilipa. Kwa kuwa port director yuko hapa, ndugu yangu Galus, ninafahamu kwamba hapa kwenye hizi bandari kavu huwa kuna mizigo ya transit na kuna mizigo ya loko, na ninafahamu sana wawekezaji wengi huwa wanatamani sana kupata mizigo ya loko pengine kuliko mizigo ya transit. Na kwa kuwa hapa nimeona bado kuna nafasi kubwa sana ya kuweza kutunza mizigo hii, ama ni ya loko ama transit, na kwa sababu nafahamu pia bwana port director, wajibu wako kuhakikisha mzigo gani uende wapi, mzigo gani usiende wapi, basi na mimi niwe balozi kwamba kwa watu ambao wamekwisha wekeza kwa namna hii, na kama kuna mizigo hiyo either ni ya loko ama transit, katika hali na nia njema wapewe mizigo hiyo ili waweze kutunza mizigo na kutokuleta bugdha ya mafoleni barabarani. Mipango mikubwa iliyopo katika wizara ni kuhakikisha kwamba bandari kavu hizi zote ambazo zina uwekezaji mkubwa na mzuri ziwe connected na reli ili kuweza kupunguza msururu wa lori barabarani, mizigo iweze kuchukuliwa na reli kwa hapa ilipo kwenda kule bandarini. Tafsiri yake sio kuua biashara ya lori, bali ni kwamba tunataka lori itakapoleta mzigo mahali hapa, basi kwenda huko ndani inaweza kupokea reli, ama kutoka hapa pia inaweza kupokea reli mpaka mahali fulani. Na hiyo ndio mipango mikubwa ya Wizara ya Uchukuzi. Lakini agizo langu jingine kwa wenzangu wa Jeshi la Polisi na vyombo vya dola ni usalama wa maeneo haya. Mzigo ukija hapa leo unaokwenda Kongo, Malawi, Zambia au mahali pengine, utakapokuwa na itilafu, tunaharibu taswira ya kimahusiano pamoja na diplomasia iliyojengwa kwa muda mrefu
kati ya taifa la Tanzania na mataifa yanayotegemea bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kwamba kutakuwa kuna usalama mkubwa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa kuwa maeneo haya yote yanasaidia bandari yetu kupumua, niendelee na mimi kuungana na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwamba wawekezaji tuendelee kushirikiana na wananchi wa Temeke ili yale maeneo ambayo ni mwafaka kuwekeza shughuli za bandari, basi wananchi waweze kuachia maeneo haya katika nia njema ili bandari yetu pia iweze kuendelea na iweze kukua na iweze kupata wateja wake.